katika hii jamii watu waweze kujua ya kwamba Mungu na sisi ambao tuweze kuwa na upendo. Upendo hii ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kuna wengine hawana upendo. Kwa sababu kama Kristo anajua ya kwamba upendo hana. Kama wewe ni mtu basi njoo. Sisi nasema kwamba Mungu alikuwa na upendo ulimwengu. Hadi alituma mwana wake pekee Yesu Kristo. Na Yesu akafanya nini? Akakufa yote kafanya nini? Ikaisha. So ya kwamba tuamini ya kwamba Mungu yupo kwa sababu ya kwamba alituma watu. Kwa hivyo unasema kwamba wakati Mungu alipata Hawa katika shamba la Edeni, kisha baadaye akawasamehe na alionyesha kwamba ama alionyesha upendo. Hiyo upendo kwamba hiyo wakati binadamu walifanya dhambi na wakati Mungu walikuwa wanadhani nini? Watu wanatoa kondoo inaenda inachinjwa huko hekaluni. Watu wanafanya nini? Wasamehe dhambi. Hiyo wakati ndio Mungu akasema ya kwamba Yesu akakufa msalabani yote kama nini? Ikaisha hizo kondoo ambazo tulikuwa tunatoa. Lakini kuna maandiko ambapo mtaani ukipita wanasema kwamba ni kidogo ni kama Wakristo hao wapendani. Hilo unalikubali ama unalikataa? Mimi nakubali. Number 1, sisi kama Wakristo, kama sisi Wakristo kwa Wakristo serious lazima tufanye nini? Tupende wenzetu. Tuwe kama Mungu mtaa, tunajua ya kwamba wengine hawana chakula. Kama sisi Wakristo lazima tufanye nini? Tuweze kuwasaidia. Kama sisi Wakristo ambao tunasaidia hata wanafunzi wake, kuna mtu alikuwa anatoa pesa karuni. Yesu akamwambia mama anatoa mingi kuliko hao wengine kwa sababu alikuwa na nini? Mdogo. Wao matajiri wao walitoa pesa kuliko zingine wakafanya nini? Kwa mama alifanya nini? Alitoa hiyo, alionyesha upendo. Nikuuliza aje, mbona walimu wakiwa wamekaa kwenye club ama kwenye bar mara mingi wanapanga maneno ya kusaidia wao wenyewe kwa wenyewe, na labda kidogo kanisani unapata Wakristo hawapangi. Wakristo namba 1 sisi wenyewe hatupendani. Hii sasa itakuwa hivi, sisi kama Wakristo ukijua ujumbe wa malaika watatu lazima tufanye nini? Tupendane sisi, tuanzie sisi Wakristo. Tuanze hiyo upendo. Walevi kwa sababu walevi wao wanajua wengi hawawezi kujangenya. Hata Biblia inaandika Basi John 4:7 inasema kwamba labda waende so mbele yaende ndipo tukianza kujamii mahali tunatoka. Wacha mahali nyumbani unatoka kuna majirani. Tunapendana. Wana upendo. Tunaanzia familia, tunaanza upendo, tunaanzia familia. Ndio unajua ya kwamba kama familia hamna huyo upendo, inaenda hadi huko nani? Kanisani. Nikuulize swali sasa. Kuna kitu kinaitwa hypocrisy. Kutokana na research unapata kwamba mtu anaweza kuwa yuko kanisani anahubiri lakini anachukia ndugu yake. Hiyo upendo. Kama uko na upendo, yani wewe uko kanisani unahubiri, wewe ni pastor hapa Nairobi, uko Kakamega, uko Mombasa, uko Tanzania, uko wapi? Lakini licha ya kuwa unahubiri, nakumbuka Biblia ikasema kwamba usiweke mtu katika roho yako, yani don't carry that pride. Lakini kuna mtu wako, mtu yako ya ukoo ambaye wewe unachukia, na wewe ni mtu ambaye mtumishi, labda wewe ni mtu, wewe ni pastor, wewe ni basha, mbona inakuwa hivyo? So ya kwamba hiyo ya kwamba hiyo sio upendo. Kama unachukia hata ukihubiri, wewe ni tuseme example, wewe ni Mungu wa Shetani. Kwa sababu kama unajua ya kwamba wewe ni pastor, unajua neno la Mungu, unajua wewe Mungu unahubiri, Mungu ambaye alikuokoa, lazima ufanye upende mwenzako. Number 1 lazima upende mwenzako. Kama wewe mwenyewe unajipenda, wewe binadamu wewe kujifikia. Hata wanafunzi wake wa Yesu walikuja wakamwambia, kuna wengi watakuja kwa jina langu, wapoteza wengi wakiita ndio wa manabii. Ukiwa kibuka Mathayo chapter 24:1, nasema kuna manabii watakuja wengi. Hata Yesu mwenyewe alisema, kuna wengi watakuja kwa jina langu, wapoteza wengi. So lazima tufanye nini? Hao manabii hao ni wengine ambao wanatumwa ambao wanachukia wengi, au manabii wa uongo. Hawana upendo. Unaweza tupatie kitabu ambacho kinasema hayo? Maana wale wanafuatilia wangelipenda wafungue Biblia waangalie hapo. Hii inapaswa kwa Mathayo chapter 24:1. Kuna wengi wanafunzi wake ndio walimwambia, hizi ndani itatuonyesha wakati tutamani kuchagua kitabu aje. Yesu akasema wengi watakuja kwa jina langu, wapoteze wengi, manabii wa uongo. Ndio lazima tuangalie.
kama wewe mpasa unachukia mwingine, wewe ni nabii ule muongo ambaye Mungu aliwafanya nini? Yesu mwenyewe alisema. So wanafunzi wa Yesu walipewa ujumbe, wakaambiwa ende mhubiri katika mataifa na tribes, kila mahali na jamii na lugha. Naswali kubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nikuulize swali. Kuna watu wanachukia Mungu. Unakubaliana na hilo? Lakini kile kimeshangaza ni wale wamchukiao Mungu bado wako kwa kanisa na bado wako kwa madhabahu wanahubiri huyo Mungu. So number one, kama unachukia Mungu, wewe usome Biblia. Mtu asome Biblia ndiye ajeelewe wewe ni Mungu ni nani. Ukijua Mungu mwenyewe, Mungu ambaye alikusaidia, sio Mungu ndiye anakupea uhai. Kama sio Mungu, utamsaidia unatembea. Lazima muamini number one Mungu, na muamini kwa sababu anakupea uhai. Kwa sababu gani nimesema anakupea afya mzuri? Kwa sababu yeye sio mgonjwa. Kwa sababu gani nimekuambia kuna watu wanamchukia Mungu na wako kwa makanisa na wanahubiri? Unaendaje kuhubiri kwa kanisa na unatumia kanisa na unasema na wengi unapaka Mungu madogo? Na Biblia inasema kwamba usitukii jina la Mungu. Kuna hizo 10 commandments. Kuna mahali anasema hivyo. Na unajidai kwamba unapenda Mungu. Hapo unaonyesha nini jamani? Number one, Mungu kufikia kusema kama unafikia pesa usome hizo sheria za Mungu. Kuna wengine wanasema love your neighbor. Sasa hiyo si penda ya jirani yako kama wewe unapenda. Mungu mwenyewe ndiye aliandika, Musa ndiye aliandika, alitumiwa na nani? Na Mungu. Yesu ndiye zinakuwahi. Au watu ambao mtu anajua anaenda kanisa ambao anaenda kuagiza, huyo ni shetani. Huyo amjui. Unajua kuna Mungu mwenyewe alikuja akaisema nini? Na ya Mungu mfanye bali hapo kwa inamaanisha ila Kaisari ile time wanafunzi wa Yesu hao kwani ambao walikuja kuhubiri pesa. Yesu akamwambia ndio na jeshi hao watu ambao wanaenda kanisa ambao wanajua ni wapenda wa Mungu au wanafanya kazi ya Kaisari. Unajua ndio ya kufanya kazi yake. Kwa hivyo kuna wale wako kanisani lakini wako kanisa na wanafanya kazi ya Kaisari. Hapo na kufanya kazi. Sawa ndugu yangu, sasa tumekuwa katika haya masuala ambapo tumejumisha kidogo na tunashukuru sana hadi siku nyingine, lakini shikilia hapo kwa siku nyingine tukipatana bado tutaendelea kuyapambanua na kuyapambanua masuala mengi sana hasa kuhusiana na masuala ya dini. Tukija tutakuja na mjadala mwingine tofauti, maana leo tumekuwa tukiongelea masuala ya upendo katika kanisa. Unapata kwamba wengi wale ambao wanajaribu wafuatilia wanasema kwamba hata wale ambao wako katika ulimwengu wanapendana sana kuliko wale wako kanisani. Sasa hili ni changamoto kwa wale ambao wako kanisani. Inafaa ujiulize, mimi niko kanisani. Mbona watu wengi wanasema kwamba sisi tulio kanisani ni kama hatupendani, lakini wale wako kwenye lakini swali nikiuliza kabla hatujamaliza, iwapo Yesu anaweza rudi leo, wewe unaona watu wenye walienda na yeye wengi watakuwa maskini wengi ndio wanaenda kuliko matajiri. Shikilia hapa hadi siku. Asante.